Bwana Patrobas Katambi ndiye waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo RPC, CPRCO, mkuu wa mkoa, wote hao wanafanya kumfurahisha bosi wao. Kwa hiyo basi, Wanashinyanga, tulijue hilo na tuendelee kulilaani kwa njia mbalimbali, kwa sababu hawezi Katambi akatunyamazisha kwa njia hii ya kamata. Tutaendelea kusonga mbele. Leo Machanga akikamatwa, watokee makamanda 500 nyuma yake kufukuzia mabadiliko ya nchi. Nisichukue muda sana. Ni mdogo wangu sana. Nimekuwa naye sauti pale tukiwa mbele yake. Mimi nimemuingiza kwenye chama, nimemjenga. Mimi nilimpigania, alikuwa na shingo. Alikuwa ameshindwa na upendo pendeza. Kwenye kura za maoni. Mimi kwenye kura za vijana. Kwenye kampeni ya siku ile ya mwisho, nikiwa mwenyekiti wa vijana, nikavua mwenyekiti nikamfanyia watu wachache majambazi ambao wamejiweka madarakani kwa nguvu, kwa kuua watu, wanapora rasilimali zetu, wanatufanya wengi tu maskini, alafu wanatuaminisha kwa kauli mbiu tusifungue macho tusione, tuamini. Kama wazungu walivyokuja hapa duniani, wanaambia watu walipokuja Afrika, ukipigwa chakula huku geuza na huku. Wanachukua mali za Waafrika wanaondoka nazo. Wajinga ndio wali. Tusikubali. Narudia, tusikubali. Tunataka wote keki ya taifa hili tuinufaishe nayo. Na mimi nimechagua kwa makusudi kuwa mwanasiasa ambaye nitazungumza kuhusu rasilimali na utajiri wa nchi yetu ambao hautumiki kwa ajili ya watu wetu. Napigwa vita katika hili, lakini sitaacha mpaka kila mtu akijue. Nimetaka kusema hilo na kwanza. Na pili, tulikuwa mahakamani na ninawashukuru kwa kujitokeza kwa wingi na mmenifurahisha sana. Wakati mwingine wanasema hii kesi ya mwenyekiti Lissu singekwaga huku mikoani, kungekuwa ni mkanyagano hivi, kungekuwa na wangekuwa napeleka uwanja wa mpira kule, si ndio? Sasa hapa ni Mnyawani tu na wanachama watu wote walikuwa pale maelfu. Wale tuliokuwa kwenye vyombo vya habari pale wengi kabisa, nimefurahi, nimeshukuru kwao. Ukienda mahakamani unamtia moyo mwenzako, kumwambia hamjamsahau na mnathamini kwa yeye kukamatwa na mnathamini alichokuwa akipigania. Sasa wakati wa ubaguzi wa rangi kule Marekani, watu weusi walipokuwa wanabaguliwa na wazungu, wananyanyaswa, mpigania haki, wanawaita watu waliopigania as brothers, or we perish together as fools. Huu ndio ujumbe wangu kwenu leo. We must learn, na ni ujumbe wangu kwa Watanzania wote. Katika kipindi tulichomo, kipindi ambacho watu wanatekwa, wanauawa, wanapotezwa, familia zinabaki yatima. Fikiria, wewe unatekwa, mtu mzima, una watoto, una mama yako, una mke wako, unapotezwa kama mtoto mzee Mwidini alivyochukuliwa. Mzee Mwidini ni shahidi, mzee wetu, mtoto wake alichukuliwa Ibrahim, mtu mzima. Mzee Mwidini anajiuliza, nifanye matanga, nizike, amekufa au yuko hai? Unafanya nini? Unaishi kwa anguish. Mama yake akisikia pikipiki na kuja na labda mtoto wake anarudi.
tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo. Fikiria, ingia kwenye viatu vya mzee Mwidini. Mtoto wako uliyemzaa mwenyewe umemkuza, mtu mzima, amejua kwao, anachukuliwa na polisi, unaona, alafu aruka. Ni vile tu wa Tanzania hawajafika vizuri kwenye tipping point. Hii nchi ingeshakuwa sehemu ambayo sio salama kuishi, kwa sababu ya uchu wa madaraka wa watu wachache. Sasa huu ujumbe wangu kwenu ni kwamba we must learn to live together as brothers or we perish. Or we perish. Or we perish together as fools. Lazima tujifunze kuishi pamoja kama ndugu, au kama kaka na dada, kama kaka na kaka. Au kama hatuwezi kuishi pamoja kama ndugu au kama kaka na dada, tufe wote kama wajinga, kama nyumbu. Unaelewa maana yake? Kwamba simba anaweza kuingia kwenye grupu la nyumbu 1000, simba mmoja, manyumbu 1000 yanakimbia, anajichagulia anayetaka, anamkamata yale, anapitiliza, anaua. Lakini niwaulize, simba hata wakiwa 20, nyumbu 1000 wakasema ukamati hapa hata mmoja, anakamata mtu bado? Anakamata nyumbu bado? We must learn to live together as brothers. Maana yake, I am my brother's keeper. Tatizo la kwako ni tatizo langu, tatizo langu ni tatizo lako. Hapo tutaibadilisha nchi. Maumivu ya mzee Mwidini yako. Fikiria kwamba mtoto wa mzee Mwidini ni mtoto wako. Utapata uchungu anaopata mzee Mwidini. Ukimtetea mzee Mwidini, umejitetea wewe. Ukijitetea wewe, umemtetea Machanga. Wa Marekani wanasema I am my brother's keeper, I am my sister's keeper. Mimi ndio kinga ya kwako. Ndio maana Marekani hakika aliuawa mtu mmoja anaitwa kwenye Black Lives Matter. Nani yule kijana? Alinyongwa na askari. Nchi nzima iliingia kwenye msukosuko. Watu waliandamana nchi nzima. Ukikamata mtu mmoja, akitekwa mtu mmoja Marekani, taifa zima linachomoka. Talima wataandamana, si ametekwa Dar es Salaam. Lakini nchi hii unafiki wa kufikiria kwamba una hajanihusu. Haya, hilo ni la Ibrahimu mzee Mwidini. Kesho ni kwako. Kesho ni kwa yeye. Wakati ujinga wa kuteka watu unaanzishwa nchini na watu kuumizwa, Humphrey Polepole alikuwa katibu mwenezi wa CCM. Ana vyeo vingi, anaogopeka. Uisei tulisema na tukatumia nukuu ya Martin Niemöller, mchungaji maarufu wa Kijerumani wakati wa utawala wa Adolf Hitler mwaka 1939 mpaka 45. Martin Niemöller anasema, mimi nilikuwa mchungaji wakati wa utawala wa Adolf Hitler. Adolf Hitler akaanza kushughulika na Jewish wa Israeli. Aliua Waisraeli milioni 6 kwenye torture chambers. Torture chambers zilikuwa, iliona Frank ameandika nilipokuwa naizungumzia, ulifanya kazi nzuri sana kwa baba. Pigeni makofi. Nilizungumza kuhusu Adolf Hitler alivyoua watu. Alijenga matanuri yakawekwa huko juu. Ni nini kwa Kiswahili tunasema? Kama vyama vya wafanyakazi. Alisema mimi siko kwenye chama cha wafanyakazi, mimi ni mchungaji, hayanihusu. Akashughulika na wakulima, akasema mimi sio mkulima, hayanihusu. Akashughulika na wajiwishi, akasema mimi si jiwishi, hayanihusu. Akashughulika na nani? Na wafanyabiashara, akashughulika tu. Baadaye alipomaliza, akashughulika na wachungaji. Alipomfikia Martin Niemöller anasema, nikageuka nyuma nikajikuta niko mwenyewe. Nikasema kumbe ningejua
kuingia. Ningepinga hili wakati alipoanza kushughulika na wafanyabiashara. Tuliposema utekaji ni hatari, Polepole hakutuelewa. Leo yuko wapi Polepole? Ametekwa benki Sanane, ametekwa Mdude Nyagali wa Chadema, ametekwa Kipanya kwa kupiga picha msafara wa Samia Suluhu Hassan uliokuwa na magari zaidi ya 300. Hilo tu linatosha kumteka na kumpoteza. Mpaka leo hatujui nini. CCM walikuwa nafikiri wako salama. Tabia ya nyoka uliozoea kumlisha watu, kama Mwalimu Nyerere alivyosema kwamba mtu akizoea kula nyama ya mtu hawezi kuacha. Ndio maana hata simba porini akimuua binadamu, akionja nyama ya binadamu, huyo simba, wale watu wa game reserve wanamtafuta mpaka wamuue. Hata wenzake wao wanaanza kujitenga naye, kwa sababu nyama ya binadamu ina chumvi. Akishaonja tu haachi. CCM walikuwa wanasikia wanasema huyo ni Chadema ametekwa. Pale Tarime wametekwa wana CCM zaidi ya 6. Ametekwa mjumbe wa mkutano mkuu anaitwa Daniel Chonchori. Ametekwa diwani wakati Aganyange Siza Kiheta. Hiyo ni mwaka jana, mpaka leo hawajulikani walipo. Ametekwa mtu aliyekuwa amepitishwa kugombea kata ya Sirari, anaitwa Sinda Geteba. Mimi alikuwa binamu yangu. Binamu yangu kwa maana ya kwamba baba yangu mimi alikuwa na wake 8. Silishawaambia hii. Sisi tuko 60 na kitu, familia mzee wangu tuko 64. Rundo. Baba alikuwa mtu bingwa sana. Sasa miongoni mwa wake wa baba ni shangazi yake na huyo Simba. Halafu mtu anajitokeza anasema dira 2050. Dira ya nini? Hiyo dira ni kwa ajili ya nani bwana ndaka? Kama watu wote wakifa, hiyo dira watamwandikia nani? Mtu anakuambia tunafanya maendeleo. Hivi watu tukiamka Shinyanga hii nzima hamna mtu. Hayo maji wataletea nani hapa? Wataletea mito. Wataletea miti hapa maji, si ndio? Mama yangu, kukiwa hamna watu hapa, hiyo serikali italeta maji kwa ajili ya nini? Au hospitali watakengea nini? Wanyama? Vitu vyote ambavyo hawa watu wahoji wanaosadai wanaleta ni kwa sababu ya binadamu. Sasa kama unateka watu, kama unaua watu, tarehe 29 wameua watu kwa mamia, kwa maelfu, unaleta hivyo vitu kwa ajili ya nani? Watu wana certainty, hawana utulivu. Kila wakati mimi ninapotembea, kila mtu ninayekutana naye, uwe makini, chukua tahadhari, tunakuombea. Nimekosa nini? Kwa sababu nasema ukweli. Mimi nimekataa kujiwekea hofu, nimesema sitaki hofu kwenye kichwa changu, nasonga mbele kwa sababu nafanya kazi ya kweli. Anaelewa kwamba hii serikali inateka watu, inaua watu. Ndio maana kila unayekutana naye, mama yangu anapiga simu kila saa 8, mama yangu akilala akiamka anapiga saa 6, uko salama? Unaendelea? Totally understand, na mwelewa mama yangu. Mimi nimechukuliwa hapa, nimefichwa, nimechukuliwa na polisi siku 14. Mama yangu amepata pressure. Pressure yake ilikuwa control, sasa imemletea matatizo. Haijawahi kutulia tangu kipindi kile. Na sukari, hakuwa na sukari. Siku 14 ambazo sikuonekana, mama yangu amepata na sukari. Kwa hata kama niko kwenye na simu hizi zipo sasa, sijui hata namfanyaje. Akinyang'anywa simu inakuwa tatizo. Akiwa na simu muda wote anaona hete chini. Hete nafuatiliwa na gari za polisi. Shida anakaa kwenye pressure wakati. Muda wote mama yangu akikaa ananiambia acha hii kazi. Nimemuuliza mama, kama sio mimi nitafanya kazi, niambie ni mtoto wa nani ambaye mama yake hamthamini
ambaye yeye ameshatolewa mhanga na familia yake aliyofanya kazi. Kwa sababu there must be one person ambaye atasimama anasema hii kazi naifanya bila kujali kitakachotokea. Huyo mtu ni nini? Kwa sababu hakuna mtu ambaye familia yake impendi. Uongo kweli? Mtumieni, tujenge chama hiki. Na pili, nataka niwashukuru sana mawakili kwa namna ambavyo wamejitolea. Mawakili wetu kuanzia mwanasheria mkuu wa chama Dr. Alshara na mawakili wengine wote masaba pia mkurugenzi wa sheria aliyekuwa wanafanya kazi kwenye mazingira magumu na ya kujitolea sana. Chama chetu hakina ruzuku hata shilingi 100, lakini tumeshambuliwa sana. Tumeshambuliwa sana, na mashambulizi yote haya yali aim katika kukibua chama, lakini kama alivyosema mwanafalsafa wa zamani kwamba he refused to die. Chadema imekataa kufa, na wao wanaotaka Chadema hivi ndio watakufa waiache. Kwa hiyo Chadema iko imara, na tuko imara kwa sababu yenu viongozi wetu toka kwenye kila kata, kwenye kila msingi, kwenye kila wilaya, kwenye kila tawi, kwenye kila jimbo, mikoa. Sisi ndio chama pekee chenye mtandao kwenye nchi hii, kwenye kila kitongoji. Kila kitongoji unachoenda nchi hii utakuta kuna Chadema pale. Na sasa tuna uungwaji mkono wa kiwango cha juu kuliko kipindi chochote. Mimi muda mrefu sana, naweza kuambia kwa uhakika tunaungwa mkono kuliko kipindi chochote. Jana na sio jana, nawapa mfano wa jana na leo. Jana nilikuwa napita natoka Tarime, nikashuka pale Bunda kunywa chai. Kuna watu wanasafiri pale, wako mle. Ile hoteli ilikuwa balaa, nafikiri mkutano hata. Yaani watu wakanusanusa niko pale, wakatoka huko nje, wao bodaboda wakaja pale, wale waliokuwa wanashangilia mle, utafikiri tunafanya mkutano. Leo hata hapo mahakamani usione hapo. Hata wale nani wenyewe wanasema tunafurahi kwa watu wa Chadema. Anajifanya turudi nyuma huko, anasema tunawapenda. Sawa, wanatupenda na wanatupenda kwa sababu sisi ndio tumaini pekee na nchi hii. Kwa kama tuna mazingira haya, neno la Mungu linasema shambani mavuno ni mengi, watenda kazi ndio mnavyosema.